Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mfuatiliaji, mtazamaji mpenzi wa Allah, mpenzi wa dini ya Kiislamu, karibu sana viwanja vya Mina. Mimi naitwa Ezden Jumanne, niko na ndugu yangu hapa, tumekutana naye, atanitambulisha. Naam, mimi naitwa Hamisi Tembo. Sawa. Naam. Tuongee kitu kimoja basi ambacho kinaweza kikawaongezea thamani mahujaji. Naam. Kwa mwaka huu sidhani, kwa sababu tukiwa hapa wao wanakuwa busy, hawaweza wasione hii, wataona baadaye. Yes. Lakini sisi kila tunachokisema huko kifanye na maana kwamba kitaendelea kuwasaidia watu kwa siku zijazo, kwa mwaka ujao. Watu watakuja umra, watu wataona. Ndio. Kuna jambo moja la patience, ndio, uvumilivu unapokuja kwenye ibada kama hii, especially unakuja sehemu kama Mina. Ndio. Unatakiwa kuishi kwa siku 3 takriban 4 na watu 5 mpaka 6, yani eneo hili la Mina na Arafa. Aiyo. Naam. Fikiria sasa unakutana na watu wa mataifa mbalimbali, wana utamaduni mbalimbali, wana mambo yao tofauti. Uvumilivu unacheza nafasi gani na inatakiwa kuwaje? Labda mtu ambaye, tukizungumzia jambo la uvumilivu tunazungumzia mlango wa subira, au sio? Kwa lugha nyepesi. Yeah. Na kwa kiwango kidogo hapa tuliposimama nyuma yetu, bila shaka umeshuhudia kuna jambo linaloendelea. Yaani wenzetu wa nchi nyingine wanazungumza pengine kwa kuashiria kugombana, kwa sababu pengine mtu ameambiwa tu asubiri kwa sababu angalau mabegi yaingie kwanza, ama kitu fulani kifanyike, lakini hilo halipo. Lakini la pili, subira inakosekana kwa sababu wakati mwingine subira inakosekana, hujaji anaamini alikupa pesa yake ili hapate huduma. Wakati mwingine hawaelewi, hata hapa Mina tulipo ni kwamba kuna utaratibu maalum ambao hata sisi tunapangiwa. Sawa sawa. Kwa lazima kwa pamoja tuufuate utaratibu huo. Kwa hiyo jambo la subira ndio nafikiri katika semina nyingi za makampuni ndio jambo ambalo linasisitizwa zaidi kuliko hata ibada yenyewe ya kwenda Arafa kwa ajili ya kuipata hija. Kwa hiyo subira inahitajika kwa hakika, kwa sababu wewe mwenyewe umeshuhudia eneo la kutilia udhu, sehemu ambayo pengine ilikuwa inaaminika iwe ni ya wanawake peke yake, wanakuja na wanaume, ama sehemu ambayo ilikuwa inaaminika ni ya wanaume, wanawake pia wanakuja. Mbaya zaidi, umekutana na jambo ambalo kimsingi umelishangaa sana, lakini mimi nimekuja nimekwambia ni kawaida, kwa sababu pengine ya ile experience ya kuwepo katika maeneo haya ya Mina kwa miaka mingi kadhaa. Umeona kwamba kuna mtu amekuja amesimama wima akiwa na ihramu. Unaweza ukajiuliza huyu mtu harukiwi labda pengine na mkojo. Bila shaka haya tuyaache, mamlaka itayafanyia kazi. Lakini tukirudi katika mlango wa subira, unatakiwa ukiliona basi hebu kaba. Unaweza kulifanya. Viongozi wetu wametuambia ukikutana na jambo wewe liache kama lilivyo. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua ibada ya huyo mtu itasimama katika mlango gani. Lakini ninashukuru kitu kimoja kwa Watanzania, mashaallah, alhamdulillah, kwa hakika tumekuwa ni watu waelewa sana juu ya somo hili, kwa sababu naona hata unapokutana na mtu unapomwambia naomba nisubirie, anakusubiri. Ni aghalabu kulikuta hili kwa wenzetu wa nchi nyingine, kwa kweli ni aghalabu, yani ni ngumu. Ni ngumu. Leo asubuhi sasa kuna utaratibu wa chai hapa. Ndio. Mimi natafuta maji ya moto. Nakuta stendi ya chai ile maji ya moto. Maji ya moto yapo. Mwamba no, this is for Ghana. Umeona? This is for lakini wote mpo kwenye tenti moja, kwenye eneo, tunasema kwenye zoni moja ya Afrika. Yaani mpo kwenye zoni moja ya Afrika. Sababu hata namna ya kukaa hivi tunakaa, kuna zoni ya Asia, kuna zoni ya Ulaya, kuna zoni ya Afrika. Kwa hiyo kwa hakika mlango wa subira unatakiwa kuzingatiwa sana. Ezden Jumanne, sema nashukuru kwa sababu umenipa na ziada, na ni kitu ambacho nime appreciate sana. Tulikuwa tunagusa subira, lakini umegusa pia hata umuhimu wa elimu kabla ya kuiendea ibada yenyewe. Na sio ibada hii, ibada yoyote. Kwa sababu kwa Muislamu lazima ni mtu mwenye elimu kwanza. Fikiria ibada gani? Swala. Lazima ujifunze. Lazima usome namna ya kuswali. Lazima utajifunze, lazima ujifunze. Elimu kwanza, matendo baadaye. Ukiendea elimu kwanza, naamini italeta subira, italeta utulivu na italeta kupatikana basi kwa kile ambacho kilikusudiwa. Kabisa. Ndugu yangu, mimi nakushukuru sana. Kwa kuwa bado tupo, basi tutaendelea kuongea mengi, jinsi yanavyojitokeza, jinsi ambavyo tunaona yanafaa kuwa elimu kwa wengine. Naamini kuna kitu umepata. Ulichokipata tuandikie hapo chini kwenye comment section. Alhamdulillah. Na kwa kusisitiza ni kwamba kwa kuyapata haya, endelea kuifuatilia Nurpath Haji and Umra ili angalau kila hatua iwe inakufikia.